Ndugu waandishi wa habari, Jumuiya ya Wafanyabiashara Tanzania mkoa wa Mwanza tunalaani vikali tukio la kutekwa kwa mfanyabiashara na mwanachama wa Jumuiya ya Wafanyabiashara Tanzania ndugu Daniel Chonchorio Nyamuhanga siku ya Jumapili tarehe 23 mwezi wa 3 2025. Aidha, tukio hilo baya la utekaji ambalo limemkuta ndugu Chonchorio Nyamuhanga, sio kwamba tukio hili limeleta hofu na taharuki katika familia husika pekee, lakini pia limezua hofu kubwa sana miongoni mwa wafanyabiashara na wananchi kwa ujumla wa jiji la Mwanza. Kwani wafanyabiashara katika tukio hili tunajiona kwamba hatuko salama sisi na mali zetu kutokana na vitendo hivi vya utekaji kuendelea kumea kila kuchao. Jumuiya ya Wafanyabiashara Tanzania mkoa wa Mwanza tunalipongeza Jeshi la Polisi kupitia kwa Kamanda wa Polisi wa mkoa wa Mwanza Afande Wilbrod Mtafungwa kwa taarifa yake juu ya tukio hili ya tarehe 24 mwezi wa 3 2025 kwamba walipokea taarifa ya tukio hili na kuanza kuchunguzwa kwa jambo hili mara moja. Aidha, ndugu wanahabari, kwa weledi na umakini wa jeshi letu la polisi katika kushughulikia matukio mbalimbali ya uhalifu katika jiji letu la Mwanza na mkoa kwa ujumla, tunayo imani kwamba ndugu Daniel Chonchorio atapatikana haraka ili kuondoa hofu na taharuki iliyojitokeza katika familia, wafanyabiashara na wananchi kwa ujumla. Pamoja na taarifa ya Kamanda Wilbrod Mtafungwa ya tarehe 24 mwezi wa 3 2025 katika kushughulikia jambo hili, Jumuiya ya Wafanyabiashara Tanzania mkoa wa Mwanza tunaomba Jeshi la Polisi kuongeza nguvu katika kumtafuta mfanyabiashara huyu, kwani tunaona hayupo katika mikono salama. Hata hivyo, kupitia kikao chake Kamanda Mtafungwa cha tarehe 22 mwezi wa 3 2025 baina yake na wafanyabiashara kilichofanyika katika ukumbi wa Gantt Hall, ambapo ajenda kuu ilikuwa kuzungumzia ulinzi na usalama wa wafanyabiashara wa mkoa wa Mwanza. Kutokana na kauli mbiu hiyo, tuna imani kwamba Jeshi la Polisi litaendelea kuimarisha ulinzi kwa wafanyabiashara na mali zao katika jiji letu la Mwanza ili shughuli za biashara ziendelee kufanyika kwa amani na utulivu na kuchangia pato la taifa katika kulipa kodi. Kwa kabila, mimi Chonchorio tunatoka wilaya moja na tumekuwa naye tangia zamani, kwa hiyo namfahamu. Ni mtu ambaye amekuwa akifanya biashara kwa upendo, kwa uwazi na ana marafiki kila sehemu. Baada ya kuwa hapa Mwanza, mimi pia nimekuwa nikimfahamu kwa shughuli zake ambazo alikuwa anafanya, na mimi na shughuli zangu tulikuwa tunawasiliana mara kwa mara. Tukio hilo lilipotokea, tukio ambalo kweli limetushtua kama wafanyabiashara na jamaa na jamii ya Wakuria ambao wote tunaishi hapa Mwanza. Kwa hiyo jambo hili tumekuwa tukilifuatilia na mpaka sasa tunaomba mamlaka yoyote ile inaweza kawa inafahamu pale alipo ijitokeze na kumleta akiwa mzima wa afya njema ili taharuki hii iondoke, sisi kama wafanyabiashara tujisikie tuko salama. Hasa mimi ninajikita katika upande pia wa samaki. Kwa hiyo naweza na mimi nikawa na wasiwasi kwamba kama yeye hataonekana na mimi sitakuwa salama na yeyote yule hatakuwa salama. Kwa hiyo tunachokiomba ni kuiomba mamlaka, hasa serikali ndio tunayoitegemea, naweza wakafahamu au wana vyanzo vingi vya kufahamu lolote, maana sisi raia tunawategemea kwa ulinzi wetu na shughuli zetu na mali zetu na familia zetu. Kwa hiyo ndio naomba aweze kupatikana, halafu hii tabia pia ikome. Kama mtu ana shida yoyote ile kwa mtu binafsi, asifanye jambo kama hili kuleta taharuki. Tuweze kuishi. Kama kuna tatizo mtu amelifanya, basi kuna mamlaka za kutatua migogoro, kuna mahakama, kuna watu, kuna wazee,
hata kama amekosea mtu, kuna jinsi ya kushughulikia swala, kuna marafiki, kuliko kufanya mambo kama haya lisija likatokea tena kwa mtu mwingine. Kwa hiyo itakuwa sio wazo ambalo ni jengefu na kwa usalama wa nchi yetu.